Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu zinazopatikana katika kitabu cha Warumi sura ya 9. Tutaanza na siri ya kwanza. Mungu ateua Israeli. Nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu, ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili, ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana wa ule utukufu na maagano, na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Si kama kwamba neno la Mungu limetanguka, maana hawawi wote Waisraeli walio wa uzao wa Israeli, wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Yani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, bali watoto wa ile ahadi, wanaohesabiwa kuwa wazao. Kwa maana neno la ahidi ni hili: panapo wakati huu nitakuja, na Sara atakuwa na mwana. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu. Kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake aitaye. Aliambiwa hivi, mkubwa atamtumikia mdogo, kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Tuseme nini basi? Kuna udhalimu kwa Mungu? Hasha! Maana nawaambia, Musa nitamrehemu yeye nimrehemuye, nitamhurumia yeye nimhurumiaye. Basi kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule atakaye wala wa yule apigaye mbio, bali wa yule arehemuye, yani Mungu. Kwa maana maandiko yasema juu ya Farao ya kwamba, nilikusimamisha kwa kusudi hili, ili nionyeshe nguvu zangu kwako, jina langu likatangazwe katika nchi yote. Basi kama ni hivyo, atakaye kumrehemu umrehemu, na atakaye kumfanya ngumu umfanya ngumu. Nini tunajifunza hapa tunapojifunza siri ya kwanza kwa Israeli kuteuliwa na Mungu? Israeli yote aliteua Mungu kupitia Yakobo, ndio, lakini si wote walioteuliwa na Mungu. Si kwamba Israeli walikuwa ni wema sana kuliko wengine, bali ni kwa sababu ya neema iliyoachiliwa kupitia Ibrahimu. Na Waisraeli wengi hata Yesu alipokuja walimpinga, wakamuua, lakini Mungu hakukata tamaa. Aliendelea kuwafundisha na kuwajulisha kwamba ndiye Yesu Kristo aliyeagana na Ibrahimu kipindi kile bado yuko mbinguni. Pamoja na kwamba Israeli wengine walimwamini Yesu Kristo kwa kiwango kikubwa. Mungu ndiye mwenye maamuzi yote. Ana uwezo wa kumrehemu huyu na kumwacha huyu.
si kwa haki, bali ni kwa sababu ya neema yake, ndiyo maana anaturehemu sisi watu wa mataifa. Siri ya pili, ghadhabu na neema ya Mungu. Basi utaniambia, mbona angali akilaumu? Kwa maana ni nani ashindanaye na kusudi lake? La sivyo, binadamu, wewe unani umjibuye Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba, kwani kuniumba hivi? Au mfinyanzi, je, hana amri juu ya udongo, kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima? Ni nini basi ikiwa Mungu kwa kutaka kuonyesha ghadhabu yake na kuidhihirisha uweza wake kwa uvumilivu mwingi, alichukuliana na vile vyombo vya ghadhabu vilivyofanywa tayari kwa uharibifu, tena ili audhihirishe wingi wa utukufu wake katika vile vyombo vya rehema alivyovitengeneza tangu zamani vipate utukufu. Ndiyo sisi aliotuita si watu wa Wayahudi tu, ila na watu wa mataifa pia. Ni kama vile alivyosema katika Hosea, nitawaita watu wangu wale wasiokuwa watu wangu, na mpenzi wangu yeye asiyekuwa mpenzi wangu. Tena itakuwa mahali pale walipoambiwa, ninyi si watu wangu, hapo wataitwa wana wa Mungu aliye hai. Isaya naye atoa sauti yake juu ya Israeli kusema, hesabu ya wana wa Israeli ijapokuwa ni kama mchanga wa bahari, ni mabaki yao tu watakaookolewa. Kwa maana Bwana atalitekeleza neno lake juu ya nchi, akilimaliza na kulikata. Tena kama Isaya alivyotangulia kunena, kama Bwana wa majeshi asingelituachia uzao, tungalikuwa kama Sodoma, tungalifananishwa na Gomora. Nini tunajifunza hapa? Israeli, Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya Israeli. Israeli ikamuua Mungu, ikamuua kwa sababu ya kushindwa kuzisoma nyakati. Yesu anazidi kunena katika ulimwengu wa roho. Si wote wa Israeli walioitwa na Mungu, bali ni wale mabaki tu, kwa sababu ya kuikataa nuru ilipokuja. Kwa hiyo Mungu mwenyewe walimkataa. Siri ya tatu, kutoamini kwa Israeli. Tuseme nini basi? Ya kwamba watu wa mataifa wasioifuata haki walipata haki, lakini ni ile haki iliyo ya imani. Bali Israeli wakiifuata sheria ya haki hawakuifikiria ile sheria. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuifuata kwa njia ya imani, bali kana kwamba kwa njia ya matendo, wakijikwaa juu ya jiwe lile likwazalo. Kama ilivyoandikwa, tazama naweka katika Sayuni jiwe likwazalo na mwamba uangushao, na kila amwaminie hata tahayarika. Nini tunaposoma hapa tunajifunza nini kwenye siri hii? Yesu Kristo ananena katika ulimwengu kupitia maandiko haya. Si wote watakaookolewa Israeli kwa sababu ya kuikataa neema ya Yesu Kristo. Maana Waisraeli bado wanatumia sheria ya Torati na kujihesabia haki pasipo kujua neema, na kupitia imani yake tunapata kuokolewa. Kwa hiyo sasa nyakati hizi ni za kuomba dua ili tupate kuokolewa wote. Natakiwa tuombeane. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.